ila katika mawazo ya binadamu unaweza kuona kwamba wewe labda ndio una upendeleo mkubwa sana katika maisha yako, au unaweza kuona kwamba wewe una bahati ambayo hiyo bahati hata mwingine anayoipata. Yaani ama watu wanajaribu kufuta katika vitu vyetu tuseme, kwa sababu Mungu kila mtu amekuwa kutokana na kusudi yake mwenyewe ambao unaweza usijue. Sababu anapokuwa mlemavu ni makusudi ya Mungu pia, ndio maana Mungu amekumba wewe ukiwa kamili, mwingine akiwa mlemavu. Au amekumba wewe fulani unajiona mwenyewe hakuna unachokikosa, ila kuna mwingine mtu anajikosa kutoka katika jamii zake mbalimbali. Kwa hiyo kama wewe mshiriki au kama yeye katika kanisa hili, unapaswa kujua mawazo ambayo watu wengine wanafikiria. Unapaswa kujua ni changamoto gani huyo mtu anapitia, ambazo kuzipitia lakini mwenzako anazipitia. Inatakiwa tuoneshe utu katika jamii zetu mbalimbali, hata anapotuona kwamba huyu mtu fulani kweli anamwazia mtu mema, kwa sababu kwenye jamii zetu mbalimbali kuna watu aina tofauti. Labda tuseme hapo biasa anaweza kuishi mshiriki mmoja labda kutoka katika kanisa letu akawa na tabia mbaya, labda yeye walemavu wanawabagua. Haitaonekana ni sabato mmoja, itaonekana ni wasabato wote wana tabia hiyo. So mnajua hata katika jamii huwa wanasema wasabato wana tabia mbaya, kumbe kutokana na mtu mmoja tu anaweza akawa amechafua kanisa lote. Kwa hiyo tunatakiwa tuoneshe nia njema huko katika jamii zetu, katika watoto wetu, labda katika marafiki zetu, kuwaonesha upendo. Na pia tunapokuwa tunawajali watu wengine, pia hata sababu zetu huko mbinguni zinaongezeka. Kama ulikuwa una kiasi cha kati, anaweza hata kukupandisha. Labda ulikuwa una cheo lakini unasaidia watu kutokana na ile cheo kipato chako, Mungu anaweza kukubariki. Nasemaje watu wa Mungu? Amina. Hapa anasema katika mahubiri yetu leo, anasema kwamba takwimu duniani inaonyesha kwamba kuna watoto wengi ambao hawajafikiwa na Injili hapa kanisani, hapa huku katika ulimwengu wetu. Lakini mkanisani tupo waumini wengi sana ambao tunaweza tukafanya hiyo kazi na tukaiweza. Na kanisa sio hili moja tu, katika ulimwengu wetu kuna makanisa mengi sana. Tukisema tushirikiane kufanya kazi ya Mungu, tunaweza tukafanya na watoto wengi wakawa wamempokea Mungu kwa mwokozi wa maisha yao. Tunasemaje? Leo niliitwa kwangu kufanya kile ambacho Mungu ametuagiza kuwafanyia hao watoto. Sio watoto tu, wengine hata ni wakubwa kabisa, wana mahitaji maalum, lakini kuna wengine wanawakejeli, wengine wanawacheka, na sisi tunaona katika mazingira ya kawaida. Tunashauriwa tusifanye hivyo watu wa Mungu. Nasemaje? Tuangalie kitabu cha Maombolezo 4 mstari wa 4 hadi wa 5. Alopata Maombolezo 4:4-5. Waomba chakula, wala hakuna hata mmoja awamegeaye. Wale waliokula vitu vya anasa wameachwa peke yao njiani. Wale waliokuzwa kuvaa nguo nyekundu wakumbatia njaa. Unasemaje kwa hilo fungu? Ili fungu linatuambia kwamba yaani Mungu anajua mawazo ambayo sisi tunayafikiria katika vichwa vyetu. Mpaka katika hilo fungu ametuambia kwamba watoto wanaomba chakula wala hakuna hata mmoja anayewamegea. Yaani hii tabia inaonekana katika kanisa letu, japo inaweza ikawa sio wote, lakini mmoja wetu katika kanisa letu ana tabia hizo miongoni mwa sisi katika hizo jamii. Mpaka Mungu anasema hata mnapoomba chakula hakuna hata mmoja ajitolea kuwamegea. Jamani, tuwe na huruma tunapoona watu wenye mahitaji maalum. Hawajapenda wao kwa vile, ila ni makusudi ya Mungu mwenyewe. Kwa hiyo unapowaona watu kama wale, unapaswa kuwasaidia. Yaani inabidi uiwe kama wewe ambapo Mungu alitolea pale msalabani kutufia sisi. Hakujali kwamba dhambi ulizifanya wewe, lakini yeye akafa pale msalabani. Ndivyo tunavyotakiwa kuwa sisi. Yaani shida ya mwenzetu tunabidi tuone kama shida yetu sisi, kwa sababu mimi naweza nikaugua, wewe hujaugua. Wewe huwezi kujua changamoto zote ninazozipitia katika kuugua kwangu. Ila unatakiwa kuwa na huruma hata kidogo, japokuwa ukiwa na maumivu ambayo mimi napitia, unifariji mimi kama mgonjwa. Na sisi kama Adventista ndio tunatakiwa kufanya hivyo hivyo, kwa sababu tumeona kwamba hadi kwenye Biblia inatuambia hizo tabia sisi tunaonekana tunazo katika mioyo yetu. Wewe unaweza tusizione kwa watu, unaweza kumwona mtu amependeza labda kanisani, ndio amependeza, lakini hujui moyoni yeye anawaza nini kwa watu wengine kama hao mtaani. Tunapaswa kubadilika sisi kama waumini katika kanisa letu, kwa sababu
wenda unapofanya hivyo unaweza ukajiona upo sahihi, lakini je, mbele za Mungu upo sahihi? Unapaswa kujitathmini na kufikiria sana. Wenda labda kuna watu katika dunia wanakusupport katika hiyo tabia yako ya kuwakejeli labda watu kama hao, kuwadharau, labda wanakuona upo sahihi, sababu labda unaweza ukawa ni kiongozi, unaona upo sahihi sababu kiongozi wanasema huwa akosei, ila sometimes anakosea, lakini wewe unaweza kujiona upo sahihi, ila kwa Mungu, je, Mungu anakuonaje? Anakuona kama macho ya binadamu wanapokuona, je, upo sahihi au anakuonaje? Wewe anakuona umekosea. Tunapaswa kujifikiria na kujitathmini tunapokuwa tunafanya kitendo kama hivi, sababu anasema samaki mmoja akioza wote wameoza. Kwa hiyo kama muumini mmoja unapofanya hiko kitendo huko mtaani, watakachokijua hawatajua kama ni muumini mmoja, watasema Wasabato wanatabia kuwabagua watu kama hao, kumbe wenda ni mmoja tu. Kwa hiyo tutakuwa na kitendo kama hivyo katika jamii zetu. Pia hapa tunapaswa hadi kuwalinda. Kuna watu wengine wanalala, yaani wanalala chini tu ya miti, hawana sehemu ya kulala. Wewe una nyumba hadi nyumba vingine havina hata watu wa kulala, lakini bado unajiona kama upo sahihi. Mtu anapolala nje na unamuona. Tunatakiwa kuwalinda kama sisi, yaani tunatakiwa kuwa na binadamu, kwa sababu sisi wote ni ndugu katika imani, wote ni ndugu. Kwa hiyo unapomwona mwenzako anapitia changamoto kama analala nje, inapaswa na wewe mwenyewe ujitathmini, je, ningekuwa nalala mimi hapa ingekuwaje? Au ningekuwa mimi ndio nipo hapa nje ingekuwaje? Labda kuna baridi kama hivi tunavyoona leo, na usiku kuna mambo mengi, mtu analala nje, wewe unaangalia na unaona. Tunapaswa kujifikiria sana, yaani ona kwamba imagine ndio umelala wewe pale chini, au ndio unakula wewe mwenzako anapokula katika majalala matatu chini ya uchafu yani. Ili ujifikirie kwamba yeye anapokula hapa anaweza asipate magonjwa, kwa sababu Mungu mwenyewe pia anamlinda yule mtu, ila wewe unayemuona wewe madhara asimpate yeye akakupata wewe, sababu wewe unapoona unakuwa unajua kwamba huyu anaweza akala akauma. Badala yake Mungu anachofanya wenda unaweza kuumwa wewe asimu anayekula, kwa sababu Mungu yupo na watu wake. Yaani hawezi kumwacha yule mhitaji, hata kama amemuumba ni mlemavu, hawezi kumwacha mlemavu huyo aonewe na kila mtu. Labda wewe mlemavu aumize kila siku, Mungu hawezi kukubali kitu kitokee. Hivyo hivyo Mungu ambaye hawezi kukubali kitu kitokee kwa mtu mwenye mahitaji, na sisi kama waumini tunatakiwa tuwe kama Mungu mwenyewe, yaani tupatishe hata nyayo kidogo, japo hatuwezi kama upendo wa Mungu wenyewe ulivyo. Tunatakiwa kupatisha hata kidogo kama sisi waumini, maana kuna mambo mengi ambayo sisi tunajua lakini makanisa mengine hayajui. Kuna mambo mengine ambayo sisi tunayo lakini makanisa mengine hayana. Kwa hiyo tunapaswa kutenda mambo kama hayo, ni mojawapo ya misaada katika jamii zetu, ambazo watu inaweza kawafanya wakaja kanisani kwa sababu wanaweza kaona upendo wa Wasabato katika mitaa yetu na jamii zetu. Tunasemaje? Pia kitabu cha Hosea 4:10 nao watakula lakini hawatashiba, watafanya zinaa lakini hawataongezeka, kwa sababu wameacha kumwangalia Bwana. Hapa anasema kwamba lakini watakula hawatashiba, watafanya zinaa lakini hawataongezeka. Watu wenye tabia kama hizo. Hapa anasema kwamba watakula lakini hawatashiba. Wewe una vyakula unavifanya unakula peke yako, wengine wanavitafuta hivyo vyakula. Sasa unaambiwa kwamba utakula lakini hautashiba. Hilo ni kama adhabu ambayo Mungu anatupatia, kwa sababu Mungu mwenyewe anajua kabisa kwenye hii dunia kuna watu wa aina tofauti. Na ndio maana kuna matajiri, kuna masikini na kuna watu wenye hali ya kawaida tu. Sababu Mungu ametumba kwa sababu gani? Kutegemeana kule. Njoo ni tajiri, labda unashinda huko maofisini, huwezi kulima mboga za majani. Anayetakiwa kukuuzia mboga za majani ni mtu mwenye kiasi, mwenye hali ya chini. Kwa hiyo kuna utegemeano. Ndio maana Mungu akaamua kuumba watu tofauti. Kwa hiyo unaona watu wana mahitaji maalum kusaidia, kwa sababu na wewe unaweza kuonekana uko sahihi hapa, ukala vizuri, ukanywa vizuri. Je, siku ya mwisho itakuwaje kwako wewe? Sio kwake yeye tena. Hapa nakupa angalizo kwamba wewe unaweza usione kwamba leo kama ukashiba pale, wewe hujashiba kiroho, hata hujashiba hata kimwili pia. Unaweza usile na ukala na usishibe. Wewe ukiona tu unafilisika tu, yani ni kutokana tu na zile laana ambazo tunakuwa tunazipata. Kwa hiyo utume ulimwenguni ni kuwaombea wale watoto. Yaani hata kama umeshinda kuwapata kiasi cha fedha sasa, unaweza ukapiga magoti ukao unawaombea. Kwa hiyo inaweza ikawa ni faraja ya pekee sana, kwa sababu Mungu anaweza kusabu chakula lakini maombi yale yakawa yanawasaidia wao kama wao ni mahitaji. Kwa hiyo mimi leo kama mhubiri wa leo nimekuja kuwasisitizia kuhusu vitendo ambavyo
baadhi yetu watu tunavifanya kwa kusema tena vizuri. Wanda kumacho kimelamu ni sahihi, lakini sio vizuri. Tunapaswa kuviacha watumishi wa Mungu, sababu vitatufanya tufikie sehemu ambayo hatukutarajia. Tulitarajia kufikia mbinguni, lakini unaweza kuishia tu siku ya mwisho tu basi. Kwa hiyo kwenye kitendo kama hivi, ukweli tunaujua, shida ni kufanya tu vile vitendo ambavyo Mungu mwenyewe ametuagiza. Tunapaswa kuvitekeleza. Wito wa siku ya leo ni wangapi wanaotamani wajikabidhi kwa Mungu, waepukane na hivyo vitendo ambavyo si sahihi au si vizuri kuwafanyia watu wenye mahitaji maalum. Kama ni tamanio lako Mungu akusaidie, hata kama tabia wewe unayo uepukane naye. Simama pamoja na mimi mstari ambapo tunaenda kuomba na mchungaji pamoja na mzee wa kanisa. Kama ni tamanio lako wewe kuombewa, uache vile vitendo ambavyo labda unavyo hata kiroho, kimwili na kiakili pia umejijengea, labda kwa walemavu hawapasi kuishi. Wanaotakiwa kuepukana na hiyo tabia siku ya leo pamoja na mimi. Wanapenda kuongea na mchungaji pamoja na wajabu wa karibuni. Tunapoimba namba 22 kwa maalum ya tukiomba watoto ambao wanaweza wakawa katika mazingira magumu, kuna sababu ambazo zinasababisha aidha wazazi kutengana na watoto wanaachwa hawana msaada wowote, lakini pia mabinti kuanza mahusiano ya ndoa kabla ya, alafu huyo mchumba anakutelekeza na unajifungua mtoto na mwa kumtelekeza kwa kumtupa kwenye majalala. Nina shahada na ushahidi. Lakini pia wazazi wasiojua wajibu wa malezi bora kwa watoto. Watoto hawalelewi kwa sababu hawapewi haki zao. Mhubiri ameitisha wito kwamba aidha hujui ama unaijua, kama una familia na hauijali familia yako, kama umetalakiana na mwenzi wako na umetelekeza watoto, inaweza kuwa ni sababu. Kama umetupa watoto bila kuwajali, na somo hili linatualika tuombe Mungu anusuru ndoa zetu, mahusiano mema, lakini pia tuwe waadilifu katika mahusiano ya ndoa na mahusiano kabla ya kuoa au kuolewa, na kuwajibika kama wazazi ili kuepusha watoto wa mazingira magumu. Wapo wengi hata Tunduru, lakini pia ukienda katika miji mikubwa wapo machokora, na tuwasaidie sasa kulingana na somo ambalo Mungu ametukumbusha siku ya leo. Tuingie katika maombi. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana mchana wa leo. Siku hii ya leo ni siku ya pekee
kwa kanisa lako Mungu. Umetambua umuhimu wa kuyatazama makundi haya watoto yanayopitia changamoto mbalimbali. Sisi kama waumini tunapiga magoti mbele zako. Kwanza kabisa tunaomba msamaha kwa dhambi. Tunafahamu ya kwamba sisi kama kanisa hatujafanya wajibu wetu kwa ajili ya makundi haya kwa ajili ya kuyasaidia katika sehemu mbalimbali, maana tunaishi nayo. Bwana, tunakuomba kupitia somo hili ukaguse mioyo yetu, ili kusudi Bwana, tukianza na sisi wenyewe kama wazazi, ikiwa watoto wanateseka kwa sababu tumeshindwa kuwatunza, Bwana ukatusamehe. Ikiwa tulitalakiana hata watoto wakaanza kupata shida kwa sababu ya magomvi yetu kama wazazi, Bwana ukatusamehe. Katupatie mahusiano mazuri ili tukatunza watoto hawa kama sehemu ya baraka utupatia. Lakini pia tunaishi na jamii huko tunakoishi. Ikiwa tumeshindwa kuwasaidia watoto wanaopitia changamoto mbalimbali, Mungu, kupitia chakula watoto hawali vizuri wa majirani zetu, Mungu tusaidie sasa Bwana, ili kusudi tunapoishi na jamii hizi tukatambua wajibu wetu kama kanisa. Mungu wa mbinguni, makundi haya ni mengi. Wengine watoto wanateseka kwa sababu ya vita mahali na mahali, zimesababisha watoto hao kuteseka. Wengine wamefiwa na wazazi wao, ni mayatima, wanateseka. Bwana, makundi haya ukayasaidie, uyapiganie, uyapatie matumaini na faraja pekee. Mungu wa mbinguni, na makundi mengine ya watoto wanateseka kwa sababu ya hali ngumu ya wazazi, Bwana, hata kundi hili nalo mchana wa leo tunaleta mkononi mwako. Lakini Mungu wa mbinguni, makundi mengine yametelekezwa tu na wazazi, yanaishi tu barabarani na mitaani humo. Mungu, makundi haya tunapokutana nayo tupatie nafasi ya pekee ya kuweza kuyasaidia, ili akajisikia kwamba na yenyewe yanafaa kuishi katika ulimwengu huu. Zaidi sana Mungu wa mbinguni, hata siku ya leo tunaye kijana mmoja hapa amejitoa kwa mbele yetu kama sehemu ya miongoni mwa watoto ambao wanapitia katika changamoto hizo. Mungu, kijana huyu ukamsaidia. Kuwepo kwake leo katika kanisa lako hili, Mungu patie matumaini na faraja pekee. Akajisikia kuwa ni kijana ambaye anayekumbwa na thaminika, na tukamsaidie pia kijana huyu siku ya leo. Mungu wa mbinguni, tunaamini ya kwamba umesikia maombi yetu, na hata wito huu utakapokuwa ukiendelea kutolewa kwa ajili ya kusaidia makundi haya kwa njia ya fedha, vyakula, basi kiguse mioyo yetu. Maombi mengine yanayoendelea na watumishi wako na mchungaji pia, kayaunganishe pamoja Bwana, ili kupata kibali machoni pako. Ndipo tunapoomba kupitia jina la Yesu. Amen. Amen. Baba Mungu mtakatifu, asante kwa maombi ambayo mtumishi wako ameomba, na somo la leo linatukumbusha tuweze kuwakumbuka watoto wenye mahitaji maalum. Baba, tumesikia somo hili, ukawajalie watoto wako ambao wanapitia changamoto mbalimbali, ukaweze kuwa faraja kwao, ukawapatie riziki zao kupitia watu wako mbalimbali, na hata nasi mchana wa leo tunakumbushwa tukatenda yaliyo mema kwa watoto hawa. Kuna mtoto ambaye ametoka mbele, unajua mahitaji yake, changamoto anazopitia, na hivyo tunamkabidhi mkononi mwako. Uwe pamoja naye, atakapohisi kuwa hana faraja, ukampatie faraja. Atakapougua, ukampatie uponyaji. Atakapohisi tumaini, basi ukaweze kuwa tumaini la leo katika maisha yake. Bariki washiriki katika wito huu, tukaweze kuhudumia pale unapotubarikia, basi tukahudumia jamii inayotuzunguka na hasa jamii ya watoto wenye mahitaji maalum. Uwe pamoja nasi, bariki mtumishi wako aliyenena pamoja nasi, ukampatie nguvu, fahamu na hekima pia kwa wakati mwingine, ili akaweze kunena na watu wako. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana mwokozi wa maisha yetu. Amina.
Bwana ni mwema wakati wote. Tunamshukuru Mungu kwa maana ameendelea kunena nasi kupitia binti aliyepita, na sasa nitakuwa na mwendelezo mfupi tu wa kile kilichobaki kuhusiana na somo letu. Kuna nchi tofauti tofauti, mfano kama kuna Venezuela, kuna Afghanistan, kuna Myanmar, kuna Sudan, Kongo. Ni nchi ambazo zina vita, na kwa hakika watu wake ama watoto ambao tunawazungumzia sana siku ya leo wanapitia mazingira magumu. Nadhani tunaelewa picha kidogo ya vita, namna vita ambavyo vikijitokeza hali inayokuwepo. Watu wanahama kutoka eneo moja kwenda lingine. Waathirika wakubwa kweli watoto wanapata mazingira magumu, kwa sababu familia inapotawanyika, na kuna wakati mwingine wanapoteza baadhi ya wanafamilia. Unakuta watoto wamebaki ni wenyewe, hawajui pa kwenda, inabidi wakabiliane na mazingira yale yote watakayokutana nayo kwa ajili ya kunusuru maisha yao. Hao ndio watoto ambao tunawazungumza leo, watoto wanaokuwa na mazingira magumu hasa ya kimaisha, watoto ambao hawana mazingira mazuri ya afya zao. Amefika eneo atakumbana nalo ama atakabiliana nalo kulingana na mazingira. Liwe lina mazingira ya namna gani, haijalishi afya yake itakuwaje, lakini kwa ajili ya kuokoa maisha yake. Hao ndio watoto ambao tunawazungumzia leo. Ni watoto ambao hawana faraja. Ni watoto ambao wamepoteza wazazi wao. Fikiri namna wewe leo unapokaa na watoto wako, ikiwa mmoja tu ataugua, hisia fulani unazozipata. Sasa chukulia mtoto uko mbali, haupo, na hana matumaini ya kuwa na mtu mwingine. Mazingira mazito anayopitia. Na ndio maana tumekuja kwa ajili ya kuwaweka mikononi mwa Mungu. Lakini tukiachana na hizo nchi, Tanzania na yenyewe, ama tukiachana na Tanzania tu, tukizungumzia Tunduru, kuna watoto wanaoishi kwenye mazingira magumu. Wapendwa, kuna watoto wanaoishi kwenye mazingira magumu. Na mchungaji amezungumza ni vitu gani ambavyo vinaleta hayo mazingira magumu. Na ndio maana wale watoto tunatamani kuendelea kuwatia moyo. Lakini fungu letu la leo linasema kwamba katika Yeremia 20 Isaya 29:11 sema na rafiki zake wakiwa kule Babeli. Ilikuwa ni nafasi nzuri, ama wale watu walikuwa na nafasi nzuri tu ya kulalamika, na wasiwa katika malalamishi yao hata wewe ungeyakubali, kwa maana wako utumwani. Kumbuka lile ni taifa, lakini mara baada ya kutenda dhambi Mungu anaruhusu wachukuliwe mateka, wanakuwa wamepoteza uhuru wao. Uhuru ni mzuri, si ni kweli? Wamepoteza uhuru, sasa wako utumwani. Ni taifa ambalo lilikuwa lina kila kitu ambacho dunia leo inaweza kukitoa, lakini tu katika mazingira ya Mungu, tamaduni zao hazikuwa zikiruhusu watu wa Mungu kuendelea kuchangamana nao. Ndio maana ilikuwa. Sasa katika wakati ule vijana wale hawakulalamika, waliendelea kusimama katika uaminifu na kumuomba Mungu. Hicho ndicho Mungu ambacho anatamani leo tufanye kama watoto, wakati mwingine kama wazazi, wakati mwingine mtu yoyote. Mungu anatamani tusimame imara katika mazingira magumu, na ndio maana anatuambia kwamba Mungu anatuwazia yaliyo mema. Mungu anatuwazia yaliyo nini? Tafadhali ukasikia kwamba yaani hapo ulipo, namna ulivyo, inawezekana kuna changamoto unaipitia, ukasikia kuna mtu wewe sana anatuwazia sana, unajisikiaje? Yaani kuna changamoto unaipitia, na wakati fulani tukipitia changamoto tunahisi hakuna rafiki, si kweli? Sasa ukasikia mtu anakuwazia, wewe unaandika nini sana, anakuwazia sana, unapata
kuna mambo fulani ambapo kuna wakati fulani wamekuwa wakiuliza njozi zao, unataka kuwa nani? Naongea kwamba nitakuwa daktari, nitakuwa mwalimu na mambo mengine tofauti. Mungu ni mwaminifu. Anachokihitaji ni watoto siku moja wakawe ni watu wema katika nchi yetu. Wakawe ni nani? Ni watu wema katika nchi yetu. Jamani, nasema katika nchi yetu. Tunapomaanisha leo watoto tunasomesha watoto. Muandae mtoto pia kuwa wema katika nchi. Sio katika familia yako tu. Kuwa wema katika nini? Katika nchi. Sizungumzie Tunduru. Tunazungumzia nchi. Kwa sababu anapokuwa wema atakuwa anakusaidia yule nchi. Si ndio? Ikiwa mtu ametokea katika mazingira magumu akaelewa inaelekea wapi, akapata mstakabali ulio mzuri, ni lazima atakuwa mzuri. Atakuwa nani? Na kiongozi mzuri anatokea kwenye familia nzuri. Anatokea kwenye familia na simaanishe nzuri ya kifedha, lakini aliyolelewa. Si kweli? Ya, na familia sisi zetu baba na mama, inawezekana kuna mazingira fulani ambayo nilikuwa nayo. Hiyo ni tumaini kubwa ambalo mwisho tunaendelea kutupatia. Tuwalee hawa watoto. Lakini pia tuna watoto ama tuna watu wanaotuzunguka ambao ndio pia wana maisha magumu.